Madam, habari yako? Salama. Kwa majina unaitwa nani na wadhifa wako ni nani katika serikali ya Chuo cha Usafirishaji NIT? Asante. Kwa jina naitwa Halima Mbaruku Masudi, ni makamu wa rais wa serikali ya wanafunzi Chuo cha Taifa cha Usafirishaji awamu ya 40. Okay, Mheshimiwa Halima, wewe ni makamu wa rais lakini pia ni makamu mwanamke. Kwanza nikupongeze sana. Asante. Safari ilikuwaje kwenye upinzani kwamba anakuwaje makamu wa rais wa kike? Actually sio kwamba ni safari ngumu, kwa sababu sasa hivi asilimia kubwa ya vyuo ni kwamba kama rais atakuwa wa kiume, makamu atakuwa wa kike. Ndio inavyotokea. Na hata kwetu pia imekuwa rais pia, kama rais ni wa kiume basi makamu atakuwa mwanamke, na hata awamu iliyopita pia rais alikuwa kiume, makamu alikuwa kike. Lengo ni kuingiza agenda K nayo ionyeshe uwezo wao kwenye nafasi za kiongozi. Mimi ninachokiomba ni kwamba safari hii tumeianza, naomba tumalize salama. Kila mtu ataonyesha uwezo wake kwa muda wake na wakati wake, na kwa kushirikiana wote, serikali ya wanafunzi tukianzia rais, makamu wa rais, muhimili wa spika wa bunge na muhimili wake wote kwa ujumla, naamini tunaweza tukamaliza safari vizuri. Lakini ukisema kwamba eti mimi ninatamani kuwa rais, kama ningekuwa ninatamani kuwa rais ningegombea nafasi ya urais. Nimechukua nafasi ya makamu nikiamini kwamba ninatosha. Ninaamini kwamba hata mwenzangu wa nafasi ya urais anatosha na ana uwezo wa kuwa kwenye nafasi hiyo. Ninachokiomba ni kwamba safari tumeianza, tuimalize wote salama. Hongera kwa maneno mazuri na majibu mazuri pia. Ni ajenda gani kubwa au kuu ambayo mnaanza nayo katika serikali yenu? Kwenye serikali ya wanafunzi, kitu cha kwanza ni kushughulikia changamoto za wanafunzi, ambazo changamoto kila siku zinaendelea kuwepo, kwa sababu pia kutokana na wingi wa watu tunakutana na watu tofauti tofauti, na kila kipindi kuna changamoto zake. Kwa ajenda kubwa ni kuhakikisha kwamba tunakuwa mstari wa mbele kuwasemea wanafunzi kwenye kila sekta ambayo tunaona ina manufaa kwa wanafunzi. Kwa serikali iliyopita, wewe umeona ni wapi ambapo pamekuwa na doa au doti ambalo nyinyi mnatakiwa kulisafisha? Kwa serikali iliyopita, kitu ambacho mimi nakiona ni kwamba doa ambalo wameliweka wamefanya vizuri. Sisi tunaokuja tunataka tufanye vizuri zaidi ya wao. Yaani wamefanya vizuri kwenye uongozi wao, na sisi pia tunatamani tufikie malengo ambayo wameifanya serikali iliyopita, na sisi tunataka tufikie zaidi ya yale ambayo wameyafanya. Kwa hiyo ni hayo tu. Pongezi kwao, lakini itakuwaje ikiwa mtaenda tofauti na vile ambavyo mmeahidi wanafunzi wa chuo hiki cha taifa cha usafirishaji? Mimi ninachoweza kuzungumzia ni kwamba tumeanza safari, tumemtanguliza Mwenyezi Mungu. Ninaamini tutamaliza vizuri kutokana na maombi na jitihada ambazo tunakuwa tunazifanya kuhakikisha kwamba kila hatua tunayopiga Mwenyezi Mungu tunamshirikisha. Kwa upande wangu mimi ninaamini tutamaliza vizuri. Changamoto zipo za kibinadamu ambazo, yani ninachokiomba ni kwamba uongozi wetu huo uongozi bora kuliko hata uongozi huo mwingine. Kwa sisi kitu cha kwanza ambacho tumekisimamia ni kwamba tunaanza na Mwenyezi Mungu na tunamaliza na Mwenyezi Mungu. Asante sana na shukrani sana. Lakini pia nikutakie safari njema katika uongozi wako kama makamu wa rais Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT. Nashukuru sana, asante sana. Hongera.